inasemekana moto umeanzia kwenye gari lilokuwa linabeba mafuta, na ndio hapo tunasema tuna uchunguzi wa ile tukio tutalianzia hapo, kwa sababu hatuwezi tukatoa uchunguzi wa kina, kwa sababu bado kabisa tunataka tufanye uchunguzi kuhusisha taasisi mbalimbali kuweza kufanya uchunguzi ambao baadaye tutawaita waandishi wa habari kwanza. Lakini tunasema moto wa awali au uchunguzi wa awali umeanzia kwenye gari letu, lakini jeshi limefanikiwa kudhibiti moto huu. Utaona hii ni keji au ni paa ambayo imeungua. Tuna upande wa kule kuna ile dispenser haijamalizikia bado fanya nini kuungua, na jengo la utawala tumeliokoa. Ni matatizo madogo ya joto ambayo yanasababisha vioo vya jengo kupasuka. Pia tunaona kuna gari letu ile kule nyuma limeungua kwa mbele tu, lakini huku nyuma tumeokoa. Kwa hiyo eneo kubwa tumeliokoa. Na mteja wetu wa Magema huwa akiishiwa mafuta huwa anakujaga kuweka mafuta hapo gari ikiwa mbali. Kwa hivyo leo wakati wanaweka mafuta walikuwa wanaweka lita 4,000, lakini walipofika 3,000 wakawa wanamalizia container la mwisho lile, ndio ajali ya moto ikaanza kwenye gari pale kwenye betri, ikashika kule nyuma ambapo yalikuwa mafuta, ndio ikasababisha hiki ambacho kinaonekana hapo. Hasara ni kubwa sababu pampu 3 zimeungua zote ikiwemo na canopy. Kwa hiyo miundombinu ya upande wa uuzaji wa mafuta kwa upande wa pampu nadhani imeharibika yote. Hudumia gari mara na dogo mmoja akapita kwa nyuma ambaye alikuwa anasimamia gari na tunahudumia, ananiambia kuna moto nyuma, akimbia kwenda kuchukua fire. Cheki naona moto kweli, nikafyatua zile pini na kwanza kupuliza fire. Kuiza mara fani na akafika na mwenye gari na akafika, tulikuwa tunasaidizana kupuliza fire kuzima moto. Nimejitahidi kadri ya uwezo wetu, lakini moto ulipotuzidi nguvu kwa mkali zaidi ikabidi tukimbie. Ndipo gari ikawa imewaka na kulipuka. Moto mkali. Kia mafuta moto sijajua umeanzia wapi. Mimi nilikuwa nimekaa niko nje. Baadaye nikamwona mhusika wa mafuta anayeuza, ndo akawa anasema labda naona kama vile kuna moto kwa ndani ya gari ya bodi. Kuchungulia kule kaangalia moto humo ndani, kutafuta fire extinguisher tukaanza kuzima, lakini mwishowe fire zikawa zimeisha. Tukaangalia nikatoa terminal pale, labda nikajua labda ni connection ya baina ya gari na mafuta, lakini nilipotoa terminal zote moto kaendelea kushika kule kwa ndani. Sasa chanzo cha moto sijajua umetokea wapi.